Askofu Nelson Kasare. Umuhimu wa umoja na mshikamano katika tunu, kutunza na amani. Asante Bwana. Upendo, haki na amani. Dini mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana, Mheshimiwa Makatibu Wakuu Father Chesko Msaga wa TEC akiwakilisha Dr. Charles Kitima, Alhaji Nur Jabir Mruma wa BAKWATA Katibu Mkuu, na Dr. Canon Moses Matonya Katibu Mkuu wa CCT, Mheshimiwa Waziri Jerry Silaa, mwakilishi wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Kitaifa Tanzania Dr. Alhad Musa Salm, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Apostle Dr. Bernard Fernandez, Mwenyekiti wa Baraza la Makanisa Kipentekosti Tanzania, Mheshimiwa viongozi wetu, mashehe na maaskofu wote mlioko mahali hapa, Mheshimiwa mabalozi walioko hapa, waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali mlioko kwenye ukumbi huu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ndugu zangu, wana wa Mungu, upendo, haki na amani. Jina langu ninaitwa Askofu Nelson Kasare, ni askofu mkuu wa kanisa la Mennonite Tanzania na ni mwenyekiti wa kamati ya dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na maadili ya uumbaji, lakini pia ni makamu wa pili wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Bahati nzuri mahali hapa nilipo katika kamati yetu ya dini mbalimbali, mimi ni mwenyekiti na nina mwenyekiti mwenza, na ninaomba tu apungie mkono. Mwenyekiti mwenza wangu kwenye kamati ya dini mbalimbali ni Sheikh Amis Mataka. Naomba usimame wapungie mkono mahali ulipo. Asante sana. Wapendwa, napenda kuchukua nafasi. Mada yangu niliyopewa ni mada inayosema mchango wa taasisi za dini katika kutetea, kulinda na kutunza tunu ya amani. Na ninapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kutupa fursa adhimu ya kuungana siku ya leo kwa pamoja ili kutafakari kwa umoja wetu na kwa pamoja juu ya jukumu letu la kulea taifa kiroho na kijamii katika kulinda, kudumisha na kueneza upendo, haki na amani, hasa tunapoingia katika wiki ya uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania. Taasisi za dini zina nafasi ya kipekee sana katika kutunza, kulinda na kudumisha amani ya taifa, hasa nyakati za uchaguzi ambapo mara nyingi kunakuwa na mivutano mikubwa ya kisiasa, maneno ya uchochezi na chuki yanayoleta migawanyiko na hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Amani, haya maneno mawili nitakayoyatamka, wasilisho langu hili unaweza ukasahau yote niliyosema. Haya mawili naomba usisahau. Haya mawili ninayoenda kusema naomba usisahau. Wasilisho langu unaweza ukasahau yote nitakayoyasema. Haya mawili usisahau. Amani ndio uhai wa taifa lolote. Amani ndio uhai wa taifa lolote. Amani ndio uzima wa taifa lolote. Hayo mambo mawili. Amani ndio uhai na uzima wa taifa lolote. Na kwa hiyo amani hutunzwa na kulindwa wakati wote ili watu wa Mungu wapate kuishi kwa furaha na matumaini. Amani inatunzwa na ulindwa. Inatunzwaje? Amani inatunzwa kwa upendo. Upendo ni msingi mkuu wa imani katika dini zote.
Biblia inatukumbusha upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Nasoma hayo katika kitabu cha kwanza wa Korintho sura ya 13 mstari wa 5 mpaka wa 6. Vivyo hivyo, Qur'ani inasisitiza kuwa Mwenyezi Mungu anawapenda wanaotenda mema. Hiyo ni sura ya 2 aya 195. Na ndugu zetu Waislamu wanahimizwa hapa sio tu kutenda kwa haki, bali pia kwa wema na huruma. Hala anapenda wale wanaofanya mema hata zaidi ya kile kilichotakiwa kisheria. Katika wakati wa uchaguzi, upendo wa dhati unapaswa kuwa dira ya taasisi za dini na watu wote. Upendo unaojenga mifumo imara katika jamii, upendo unaounganisha taifa kwa umoja na mshikamano wa uzalendo, upendo unaofundisha kuvumiliana na unaolinda utu wa kila mwanadamu bila kujali chama, kabila, rangi au dini ya mtu. Kuhubiri upendo ni kuhimiza watu kuishi kwa kuheshimiana, kuthamini utu wa wengine, kuepuka lugha za chuki na mifarakano, na kushirikiana kwa heshima na upendo hata katika tofauti za kisiasa na kidini. Tutumie tofauti za kisiasa na kidini kama fursa ya kubadilisha tofauti hizo kuwa chanzo na chemichemi ya utajiri wa kuzalisha amani katika nchi yetu ili kustawisha maendeleo endelevu kwa watu wote. Amani inalindwa kwa kutenda haki na kutimiza wajibu. Haki ni uti wa mgongo wa amani ya kweli. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo 6 mstari wa 33. Biblia inatukumbusha tena, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumzikia penye utulivu. Isaya 32 mstari wa 17 mpaka 18. Na Qur'ani inaagiza, enyi mlioamini, kuweni wasimamiaji wa haki, mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijapokuwa ni kinyume na nafsi zenu au wazazi wenu au jamaa zenu, awe tajiri au maskini, Mwenyezi Mungu anawajua zaidi, basi msifuate matamanio yenu ili msije mkapotosha haki. Hiyo ni Qur'an sura ya 4 mstari 100 aya 135. Kama viongozi wa dini tunapaswa kuwa mashahidi wa ukweli, kuhimiza uadilifu na uaminifu katika matendo ya haki na maneno yanayobariki na kuhimiza amani katika jamii. Taasisi za dini zisifungamane na upande wowote katika siasa, bali tuwe sauti ya haki na amani kwa watu wote na makundi yote katika jamii, na wote wanaotaka mustakabali bora na imara wa nchi yetu. Mchango wa taasisi za dini: kutetea, kuhifadhi, kulinda na kudumisha amani. Amani ni tunu na zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Mtu wa Mungu anatakiwa awe chanzo cha amani katika familia, kwenye nyumba za ibada na kwa jamii. Tumekusanyika hapa leo kwa sababu kuna amani katika nchi hii. Kusingekuwa na amani katika nchi hii, leo hii tusingekusanyika mahali hapa. Hiyo inatuonyesha thamani na umuhimu wa kulinda na kutunza amani, kwa sababu amani ndiyo inayotufanya tunatoka, tunatembea, tunaenda, tunaabudu, tunaenda kwenye nyumba za ibada, tunafanya shughuli zetu, ni kwa sababu ya amani. Na inatuonyesha ni kwa kiasi gani amani ni kitu muhimu katika maisha yetu. Biblia inatufundisha kuwatafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Waebrania 12 mstari wa 14. Tafuteni amani kwa bidii, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo amani ni utakatifu ndani ya moyo wa mwanadamu. Na kama alivyosema ndugu yangu aliyepita hapa, amani ni ibada. Ibada inayofanyika moyoni. Amani inatoka kwa Mungu. Tunapokuwa na roho ya amani, tunakuwa mashahidi wa kweli wa neno la Mungu. Amani inatunzwa na kulindwa kwa vazi la upendo na kutenda kwa haki inayoambatana na wajibu. Amani bila upendo na haki inafuta utakatifu, kwa kuwa inaficha mateso na ukandamizaji wa haki. Taasisi za dini ni nuru ya jamii katika kulea, kutetea, kulinda na kuitunza amani ya nchi. Viongozi wa dini mara nyingi huaminiwa sana na jamii, na hivyo kuwa wasuluhishi wazuri katika migogoro ya kifamilia, kijamii, kisiasa na makundi mbalimbali yenye mitazamo inayotofautiana. Wanaweza kuwakutanisha pande zinazokinzana au zinazogombana na kusaidia kupatikana kwa maridhiano na msamaha. Tunapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa ushuhuda wa maneno na matendo yetu,
ili kuwa chachu na kielelezo cha amani, kuepuka msuguano katika mifumo ya kijamii na kisiasa. Wakati huu wa uchaguzi, taasisi za dini zina nafasi ya kipekee kiroho kwa kupaza sauti ya kinabii, kuonya, kukemea kwa upendo, ili kila aina ya dhuluma, rushwa, ukandamizaji, uonevu, ukosefu wa haki na matendo yote ya giza yanayokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu katika mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Amani ya kweli haiwezi kuwepo pasipo upendo na haki. Tuhubiri upendo na kuombea amani, umoja na mshikamano wa kitaifa wa kweli katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Maombi ni silaha ya kiroho. Tunapoliombea taifa amani, tunaunda mazingira ya kiimani yanayochochea upendo, umoja na utii kwa Mungu. Tupaze sauti za kinabii kwa pamoja na umoja, kuelimisha jamii na taifa kwa ujumla, kuepuka kueneza chuki, lugha za uchochezi na matamko yenye malengo ya uvunjifu wa amani na kuleta vurugu na mifarakano katika jamii yetu. Tunao wajibu wa kulea taifa kwa misingi ya neno la Mungu ili kulinda, kuhifadhi na kudumisha amani endelevu ya nchi hii leo, kesho na kwa vizazi vijavyo. Tuendelee kuomba Mungu atujalie baraka na neema kwa ajili ya uchaguzi huru wa haki na amani siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mungu atupe ufahamu na maarifa ya rohoni ili tuimarishe majukwaa ya mazungumzo ya pamoja baina ya viongozi wa dini, serikali, vyama vya siasa na wadau mbalimbali kwa lengo la kutafuta mwafaka wa pamoja na maridhiano kwa mambo mtambuka yanayoikabili taifa na changamoto zake. Mwisho, upendo na haki na amani ni nguzo kuu mitatu. Nani yangu imepotea. Teknolojia inaweza ikaleta changamoto. Mwisho, upendo na amani, upendo, haki na amani ni nguzo kuu mitatu inayojenga taifa lenye utulivu, mshikamano na matumaini daima. Bila upendo, taifa linagawanyika. Bila haki, dhuluma na uonevu utamalaki. Na bila amani, taifa linaangamia na kuteketea. Bila amani, taifa linaangamia na kuteketea. Ni wajibu wetu kama viongozi wa dini kuendelea kuwa daraja la upatanisho na umoja, kuunganisha taifa letu, kupaza sauti ya haki wakati wote na kuwa taa na nuru ya amani katika kipindi hiki nyeti cha uchaguzi. Tuendelee kuhubiri upendo unaoshinda chuki na uovu, haki inayozaa amani na kudumu, na amani ya kweli inayohakikisha uhai wa taifa letu, utulivu na matumaini daima. Mungu ibariki Tanzania. Mungu bariki taasisi za dini. Mungu atujalie uchaguzi wa amani na utulivu. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.